Mpendwa msikilizaji, leo tupo katika kitabu cha Ufunuo 5, mstari wa 1 hadi wa 7. Asante rafiki yetu mwema. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunashukuru kwa kuwa wewe unatuwezesha kufanya mambo makubwa hata watu wakashangaa. Tunashukuru kwa kuwa ni nguvu zako pale msalabani ndizo zinazotuwezesha sisi kuweza kupata uzima wa milele. Tunakushukuru kwa kuwa wewe unatupatia uwezo mkubwa hata katika ulimwengu huu wa dhambi. Unatupatia uwezo wa kushinda dhambi hadi watu wakashangaa. Tunakuja mbele zako tukimhitaji Roho Mtakatifu aweze kutusaidia kuweza kuelewa haya maandiko matakatifu ya kitabu cha Ufunuo. Lakini pia Baba, tunaomba Roho Mtakatifu atusafishe mioyo yetu ili tuwe karibu na wewe, ili tuweze kusikia sauti yako ikinena nasi kupitia somo hili. Tunashukuru kwa kuwa Baba umejibu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, kitabu cha Ufunuo 1 mstari wa 1 hadi 7 anasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Haleluya! Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Haleluya! Mpendwa msikilizaji, mstari wa 1 anaposema kwamba nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nje kimefungwa kwa mihuri 7. Hapa tunaanza sura mpya, sura kitabu cha Ufunuo 5. Lakini bado Yohana anaona maono yale ya kiti cha enzi ambayo alianzia katika Ufunuo 4 mstari wa 1. Aliona yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi ambaye ni Mungu Baba, kwa sababu baadaye Yesu anaonekana kama mwana kondoo aliyechinjwa. Hapa kuna swali ambalo tunatakiwa tujiulize. Hiki kitabu kilikuwa kimebeba nini ndani yake na kilikuwa wapi? Mpendwa msikilizaji, hiki kitabu kilikuwa kwenye chumba cha enzi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kilimngojea tu yule aliyekuwa na stahili kukichukua na kuzivunja muhuri na kuketi kwenye kiti chake cha enzi. Hiki kitabu kilikuwa kimejaa mihuri mbele na nyuma. Hakuna aliyeweza kukifungua hicho kitabu ila Kristo kama mwana kondoo aliyechinjwa na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alistahili kukifungua hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake. Kwa hiyo kafara kamili ya Yesu Kristo ilimstahilisha yeye kukitoa kitabu, na hili tukio linatokea baada tu ya Yesu kupaa mbinguni. Ikumbukwe pia Ufunuo 1 mstari wa 1 hadi Ufunuo 3 inaonyesha jumbe za Kristo kwa watu wake duniani, na Ufunuo 4 mstari wa 1 na kuendelea, jozi inahamia kutoka duniani inahamia mbinguni baada ya Yesu kupaa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, hiki kitabu kilikuwa kimebeba nini ndani yake? Ellen G. White katika kitabu chake cha Manuscript Release Volume 9 kurasa wa 7 anasema kitabu kilichotiwa mihuri kilikuwa na historia ya kudra za Mungu, yaani nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hiki kitabu kilikuwa na historia ya kinabii ya mataifa na kabila na lugha na jamaa, na humo ndani palikuwa na mahusia ya kiungu, mamlaka yake. Kulikuwa kuna amri na sheria zake na mashauri yote ya kiishara ya yule aishiye milele. Hiki kitabu kilikuwa kimebeba historia ya serikali zote zilizotawala katika mataifa. Hiki kitabu kilikuwa kina lugha ya kiishara. Katika hicho kitabu
kulikuwa na ushawishi wa kila taifa, kila jamaa na jamaa, tangu mwanzo wa historia ya dunia hadi mwisho. Kwa ufupi, hiki kitabu kina siri ya Mungu kuhusiana na mipango yake ya kutatua tatizo la dhambi na kuwaokoa wanadamu walioanguka dhambini, na utambuzi wa siri hiyo utafikiwa wakati wa ujio wa pili wa Yesu Kristo, isipokuwa katika siku za sauti za malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiria watumishi wake hao manabii. Na kilio cha Yohana, nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Hiki kilio kiliashiria machozi ya watu wa Mungu tangu Adamu kwa ajili ya wokovu, kutoka katika utumwa wa dhambi. Hiki kitabu kimebeba mpango wa Mungu kwa ajili ya ufumbuzi au utatuzi wa dhambi. Ndio maana huu mpango aliyekuwa anatakiwa kutekeleza ni Mungu mwenyewe na aliyeshinda. Na hivyo kwa sababu tukio hili, Yohana anaonyeshwa Yesu akiwa tayari kashinda msalaba na yuko mbinguni sasa. Ndio maana aliweza na alistahili kukifungua kitabu hiki ili kuutwaa utawala juu ya dunia na kuwa mpatanishi wetu katika patakatifu pa patakatifu mbinguni. Ahimidiwe Kristo kushinda kifo na kuwa dhabihu kamili kwetu. Haleluya! Kitabu hiki kina ujumbe wa mambo yatakayotokea katika historia ya kanisa hadi mwisho wa dunia. Kushikiliwa kwake katika mkono wa kuume wa Mungu kunaonyesha kuwa ni Mungu peke yake anayejua wakati ujao, isipokuwa pale anapoamua kuwafunulia tu wengine. Maelezo kuhusu kitabu kilichofunguliwa, pendwa, vitabu vya zamani, mpendwa, havikuwa kama vya leo. Katika kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 1, kitabu kilichofungwa kinaonyesha mpango wa Mungu uliofichwa katika mkono wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Katika kitabu cha The Acts of the Apostles ukurasa wa 585 anasema kwamba kulikuwa na kitabu chenye mihuri 7 na ndani yake kulikuwa na historia ya matendo ya Mungu na mataifa. Maana yake ni kwamba kitabu hiki kilikuwa kina historia ya wokovu na matukio ya mwisho, lakini kilikuwa kimefungwa. Hiki kitabu badala ya kurasa zilizofungwa pamoja, vilikuwa vipande virefu vya ngozi au karatasi ya zamani vinavyokunjwa kama roll ama gombo. Na mhubiri John Wesley alieleza kuwa kitabu hiki kilikuwa kama gombo lililokunjwa. Kilikuwa na mihuri 7, kulikuwa na sehemu 7 ndani yake. Kila sehemu iliyokuwa imefungwa ilikuwa imefungwa kivyake. Hii ina maana kwamba ukifungua muhuri wa kwanza, unaona sehemu ya pili bado imefungwa. Ukifungua ya pili, unaendelea hivyo hadi ya 7. Ufafanuzi wa uandishi wa kitabu hiki: kiliandikwa ndani na nje, mbele na nyuma, kisha kikafungwa kwa mihuri 7. Baadhi ya watafsiri wanaeleza kuwa kiliandikwa ndani na pia nje kulikuwa na maandishi, kisha kikafungwa kwa mihuri, si kama maandishi yalikuwa juu ya mihuri. Kwa lugha rahisi, kitabu hiki ni mpango wa Mungu wa historia ya ulimwengu na kanisa. Mihuri 7 inaonyesha kuwa mambo hayo yamefichwa hatua kwa hatua. Ni Yesu peke yake ndiye ambaye ana uwezo wa kufungua mihuri hiyo na kufunua yaliyomo. Haleluya! Na ukisoma mstari wa 2 anasema kwamba nikaona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kubwa, ni nani anayestahili kukifungua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake? Hapa malaika mwenye nguvu anatoa changamoto kwa viumbe wote, aone kama kuna yeyote mwenye uwezo wa kufungua kitabu cha Mungu. Na mstari wa 3 anasema kwamba lakini hakuna mtu mbinguni wala duniani wala chini ya dunia aliyekuwa na uwezo kukifungua kitabu hicho au hata kukiangalia. Hii inamaanisha hakuna malaika, hakuna wanadamu, hakuna kiumbe chochote aliyeweza kufungua au kuelewa siri zilizomo ndani ya kitabu hicho. Mstari wa 4 anasema kwamba nami nikalia sana, kwa sababu hakukuonekana mtu yoyote aliyestahili kukifungua kitabu hicho na kukisoma. Yohana analia kwa sababu aliogopa kuwa mpango wa Mungu kuhusu kanisa hautajulikana,
siri za Mungu zingebaki zimefichika milele. Kwa lugha rahisi ni sana kusema kwamba hakuna mtu mbinguni wala duniani aliyekuwa na uwezo wa kufungua kitabu hicho na kuelewa yaliyomo. Hii ni kulingana na kitabu cha The Acts of the Apostles ukurasa wa 585. Na kuhusu huzuni ya Yohana alijaa huzuni kwa sababu hakuna aliyepatikana kufunua makusudi ya Mungu kwa wanadamu. Hii unaipata vizuri katika kitabu cha The Sketches from the Life of Paul ukurasa wa 247. Hapa kuna changamoto ambayo ilitolewa. Mungu anaonyesha kitabu mbele ya ulimwengu wote, kisha malaika anaita kwa sauti kubwa, ni nani anayeweza kufungua kitabu hiki? Lakini kunakuwa na ukimya mkubwa. Hakuna aliyejitokeza, hakuna aliyekuwa na hekima na uwezo huo. Hii inaonyesha kuwa hata malaika wana mipaka. Hawawezi kujua mambo ya baadaye au siri za Mungu bila kufunuliwa. Maana yake ni kwamba hakuna mtu mbinguni. Neno lililotumika lina maana ya kwamba hakuna kabisa, hakuna kiumbe yoyote. Hivyo hata malaika wa mbinguni hawakuweza kufungua kile kitabu na kuvunja mihuri zake. Inaonyesha kuwa maarifa yao yana mipaka kama wanadamu. Kwa nini Yohana alilia sana? Yohana hakulia bila sababu. Alilia kwa sababu alijali sana kanisa la Mungu. Alitaka kujua hatima ya watu wa Mungu. Aliogopa kuwa mpango wa Mungu hautafunuliwa. Watu wa Mungu wataachwa gizani. Hii inaonyesha moyo wake wa upendo na kujali. Maelezo kuvutia kutoka kwa watafsiri. Mfano wa mtafsiri John Wesley anasema kwa ufupi, watu wengi hawajali kujua siri za Mungu, lakini Yohana alijali sana, ndio maana alilia. Na mtafsiri Joseph Benson anaeleza kuwa machozi ya Yohana yalitoka kwa sababu ya upendo, mkubwa, moyo wa huruma, shauku ya kuelewa mpango wa Mungu. Na anasema jambo muhimu sana, kitabu cha Ufunuo hakikuandikwa bila machozi na hakitaeleweka bila moyo wa kujali kama huo wa Yohana. Katika mstari wa 5 anasema kwamba mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, ameshinda aweze kukifungua kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Hapa Yohana anaambiwa usilie, tayari amepatikana anayestahili. Huyo ni Yesu Kristo anayeitwa simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, ameshinda. Maana yake Yesu alipata haki hiyo kwa ushindi wake, hasa kupitia mateso duniani, hasa kupitia msalaba, kifo cha msalaba na kufufuka kwake kwa ushindi. Alifuka kwa ushindi mkubwa sana, akapata mamlaka ya kutawala mbinguni na duniani. Mstari wa 6 anasema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi alisimama mwana kondoo, kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Yesu anaonekana kama sadaka, kama mwana kondoo aliyechinjwa. Kristo anasimama mbele ya kiti cha enzi akionyesha daima sadaka yake kwa ajili ya mwanadamu. Hiyo ni nukuu kutoka katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa 674. Maana yake ni kwamba Yesu hakumbukwi tu kama mfalme, bali kama mwokozi aliyekufa kwa ajili yetu. Hapa kuna jambo la kushangaza. Yohana anasikia kuhusu simba, lakini anaona kuhusu mwana kondoo. Maana yake Yesu ni simba. Anaposema Yesu ni simba, anamaanisha kwamba Yesu ana nguvu na mamlaka, lakini pia anamwona Yesu kama kondoo aliyechinjwa. Maana yake ni kwamba Yesu alikufa msalabani kama sadaka kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu, kama mbadala wetu. Badala sisi tungekufa kwa sababu ya penalty ya dhambi tulipofanya dhambi, tulichagua tuhukumiwe au tupewe penalty ya kifo, yani sisi ndio tufe milele. Lakini Yesu akasema hapana, nitawafia msalabani, nitateseka kwa ajili yenu ili nyinyi msife kifo cha milele. Mnapokuja mkaniamini mimi, hakika mtapata uzima milele. Haleluya! Kondoo aliyechinjwa inaonyesha Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ni kama sadaka iliyotolewa madhabahuni. Na anapoona pembe 7,
Pembe inawakilisha nguvu na 7 inawakilisha ukamilifu. Hivyo Yesu ana nguvu kamili, na anamwona Yesu kondoo ana macho 7. Macho inaonyesha ujuzi au hekima. Hivyo Yesu ana hekima kamili na anaona kila kitu. Roho 7 za Mungu inaonyesha Roho Mtakatifu katika ukamilifu wake akifanya kazi duniani kote. Mstari wa 7 na mwisho anasema, akaja akakichukua kile kitabu kutoka mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hii inaonyesha wazi kuwa Yesu sasa anapewa mamlaka ya kufungua siri za mbinguni. Haleluya! Anaanza kazi ya kufunua historia na mpango wa Mungu. Maelezo ya kina kwa lugha rahisi. Kwa nini Yesu anaitwa Simba wa kabila la Yuda? Simba ni mnyama mwenye nguvu na mamlaka. Hivyo Yesu ni mfalme mwenye nguvu zote. Na anaposema kabila la Yuda, linatoka kwenye unabii wa Mwanzo 49 mstari wa 9 hadi wa 10. Inaonyesha alitoka kwenye ukoo wa kifalme, shina la Daudi. Anaposema shina la Daudi, ina maana gani? Yesu ndiye aliyempa Daudi nguvu na ufalme, na pia alizaliwa katika ukoo wake wa Daudi. Hivyo Daudi alikuwa mfano. Yesu ndiye utimilifu halisi. Yesu alikuwa ameshinda. Yesu alishinda nini? Yesu alimshinda Shetani. Yesu alishinda dhambi. Yesu alishinda kifo kupitia majaribu na mateso na kifo chake msalabani na kufufuka. Yesu aliweza kushinda. Ndio maana sasa anastahili kufungua kitabu. Eneo la tukio hili kwa ufupi, tukio hili lilikuwa linatokea katikati ya kiti cha enzi cha Mungu Baba. Karibu sana kuna Yesu Kristo ambaye alikuwa katika kiti cha enzi. Kisha kuna viumbe hai 4 na wazee 24 na malaika wengi sana. Wote wanamtazama Yesu kwa mshangao na heshima. Kwa nini Yesu anaonekana kama kondoo aliyechinjwa? Hii inaonyesha jambo muhimu sana. Hata mbinguni Yesu anakumbukwa kwa sadaka yake ya msalaba. Damu yake ndiyo msingi wa wokovu wa wanadamu. Wapendwa, tushangilie kwa sababu Yesu ameshinda. Wapendwa, tushangilie kwa sababu Yesu alifufuka akashinda kaburi. Hata sisi tutakapolala mauti tutaweza kushinda kaburi, kwa sababu tayari Kristo alishatengeneza njia ya kushinda. Asante rafiki yetu mwema. Tunakuja mbele zako sisi watoto wako tukishangilia ushindi wako pale msalabani. Tazama ushindi wako pale msalabani ulisababisha uweze kutoa kile kitabu, ukawa na haki ya kutoa kile kitabu na kufungua zile mihuri zake na kuonyesha ulimwenguni historia ya ukombozi. Kuanzia hapo mpaka Baba utakapokuja kutuchukua mara ya pili, tunasema asante kwa utukufu wako, asante kwa ushindi wako. Tazama, kwa sababu ulishinda, sasa tusaidie na sisi tuweze kushinda dhambi, ili siku moja tuweze kuwepo katika kile kiti cha enzi tukifurahia, tukikuimbia wewe. Maadhari haya ambayo tunasoma katika neno lako, tusiishie tu kusoma, bali tuweze kuona uhalisia ujapo mara ya pili tutakapofika mbinguni, tukifurahia maadhari ya mbinguni. Asante rafiki yetu mwema. Sasa tunahitaji utupatie nguvu zaidi za kuweza kushinda dhambi. Hatutamani kukosa mbingu, tunahitaji kufika mbinguni. Tuongoze sasa na utusaidie kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.